So katika huu mwezi wa kwanza tunaona Apple wame reveal their products katika terms of software pamoja na hardware. Cha kwanza kabisa tunaona kuna iOS ambazo zimekuwa updated, ambayo kuna iOS 26.2.1 ambayo ni zile security patches pamoja na new AirTags. Namba 2 ambacho kime happen pia tunaona kuna beta versions za zile iOS 26.3 na vitu vingine ambavyo vimekuwa delivered by Apple. Tunaona kuna the second generation ya AirTag ambayo imeipik kwanza ile ya kwanza. Kuna updates ambazo zimefanyika kwenye hii second generation ya AirTag ambayo ya kwanza kabisa tunaona Bluetooth yake ni kubwa zaidi ukikompea na ile ya nyuma. Tunaona pia sauti yake ni kubwa na unaweza ukaitrack kwa umbali zaidi kukompea na ile nyingine. Tunaona kuna vitu kama hivyo, na kama ulikuwa ufahamu AirTag ni kile kifaa ambacho kinakusaidia kuweza kutrack baadhi ya vitu vyako, kwa mfano funguo, begi pamoja na vitu vingine ambavyo inaweza ukaona vitrack ili uweze kuvipata kama ukiwa umesahau sehemu fulani. Kitu kingine ambacho hapo wame release wiki ambazo 2 za nyuma zilizopita, walikuwa wanaonyesha kuhusu Creator Studio. Na Creator Studio ni package ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba kuna Final Cut Pro, kulikuwa kuna zile tools ambazo zinakusaidia kuweza kufanya kazi kama Logic Pro pamoja na Pixel, vitu ambavyo vinahusiana na picha, kuedit video, kuedit motion, kutengeneza motion pia ambazo utazitumia kwenye Final Cut Pro na nyingine nyingi kama vile zile Keynote. Tunaona numbers pamoja na zile kwa ajili kama Word ambayo inapatikana, na price yake ilikuwa ni much lower ukikompea na mtu ungenunua ile package nzima. Tunakumbuka hii Final Cut Pro ilikuwa much expensive. Kwa hiyo sasa hivi wametoa the version of the subscription ambayo utakuwa unalipia kwa mwezi au kwa mwaka mzima, ambayo mwezi ilikuwa ni $12.99 ambao ni sawa na 19,000 ya Tanzania, na kwa ambao utapata zile package zote nzima. Nafikiri kila mtu ambaye atakuwa anafanya content au atakuwa anatengeneza video zake atakuwa na uwezo wa kuweza kulipia hizo, kwa sababu atapata the compact yote nzima, ambao ukilinganisha sasa na Adobe iko price yake ni kubwa zaidi kukompea na Final Cut Pro na nyingi ambazo gharama yake ni kubwa ukilinganisha na Final Cut Pro, kwa sababu Final Cut Pro wamekupa the whole packages ambazo wamekupa hizo za kuedit pictures, za kuedit video, za kutengeneza motion na nyingi zaidi ambazo zipo hapo. Nadhani unaweza kuziona katika hii screen ambayo nakuwa nakuonyesha hapa. Kitu kingine ambacho kime happening hapo, tunaona rumors ambazo zinatapaka. Tuna expect kwamba kwenye huu mwaka tutapata AI ambayo iko very stable katika upande wa Siri pamoja na upande wa chatbot. Kitu kingine ambacho we expect kwamba vitatu happen mwaka huu, tunaona the leaks ambazo zinaonyesha simu mpya ambayo itatoka, ambayo ni iPhone 18 itakavyokuwa. So vitu ni vingi sana ambavyo tunaweza tukaviona huu mwaka, na tuna expect kwamba, kwa sababu ukiangalia huu mwaka AI ni kipaumbele sana, na hapo wao wenyewe wamepoteza baadhi ya researchers ambazo almost 3 researchers ambao wameondoka, ambao walikuwa wanafanyia kazi kwenye AI wameenda kwenye kampuni nyingine kwa sababu ya ile lagging behind, kwa sababu walikuwa wanachelewa sana kuweza kunani. Na vitu vingine ambavyo vimeongelewa sana ni kuhusiana na kwa nini wamefanya partnership pamoja na Google. Nadhani video ipo, japo wana ile collaboration, wana ile custom cloud ambayo imewekwa katika server zao, wanakuwa wanatumia kwa kufanyia baadhi ya kazi ambazo zipo katika tools zao ndani. Sio kwamba hawana ile cloud ambayo inakuwa inafanyia kazi, wanazo. Na pia plani zipo za kuweza kuintegrate na kampuni nyingi zaidi ambazo zinatengeneza AI kama Alibaba pamoja na hizo DeepSeek pamoja na nyingi ambazo zipo. So tuna expect kwamba AI itakuwa inafanya kazi sana katika tools, katika nini, kwa sababu tuna expect mtu anaweza kutumia AI kwa ajili ya kumuuliza maswali, sio tu kuuliza maswali, kuweza kuedit picha, kuweza kufanya
vitu vingi sana, ndio maana wakapenda sana kuchukua kama Gemini 3 kama the foundation model ambayo itakuwa inatumika katika kurun operating system pamoja na kuweza kufanya vile vitu ambavyo mtu wa kawaida ambaye akawa anaitumia, kama kutumia kumwambia aweze kufanya kitu fulani, labda atume email, afanye hivi, akusomea email, amalize, afanye hiki, vitu kama hivyo ambao ni kama vile foundation model. Kwa hiyo the foundation model inaonyesha ile AI inakuwa ina run kama core, inakuwa ndani kabisa katika ile operating system, inakuwa inafanya kila kitu ambacho inaweza kufanya. Kwa hiyo tuna expect AI agencies zitakuwa nyingi sana katika huu mwaka na kuhakikisha zinakuwa integrated kwenye device zetu zote. So ukiangalia hapo sasa hivi wanajaribu na kuhakikisha kwamba fulfill the promise, watahakikisha watatimiza zile promise ambazo walikuwa wamezaidi kuhusiana na AI. Tunaona pia products nyingine ambazo tunategemea tuone hapo ni kuhusu MacBook. So MacBook zinazo zitakuwa zinatoka kwenye huu mwaka, na tuna expect kuna MacBook ambayo itakuwa zina chip ambazo wanasema zitakuwa zinatumia chip zile ambazo zinawekwa kwenye simu. Ta expect tuone. So moja hapo ya rumors ambazo nimeziona nyingi sana, na vitu ni vingi ambavyo for sure tutaviona katika huu mwaka, katika Apple, katika Android, katika technology wise. Vitu viko vingi, na kama huja subscribe hakikisha umesubscribe, pamoja kama huja like naomba pia ulike uweze kushare video pamoja na wengine. Kuna vitu vingi sana ambavyo vitatokea. We expect kwamba kutakuwa kuna videos nyingi ambazo zitakuwa zinaongelea kuhusu leaks za Android ambazo zipo nyingi sana, kwa sababu Android nao wana plan kutengeneza Android kwa ajili ya kwenye computer. So a lot of things are happening.